Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Hawana shida, mazingira ambayo yanapatikana kwanza binadamu huwa wanaweza kuwafuga au kuwahendo. Lakini pia kiimani inatumika kama ulinzi, kiasi kwamba mtu au mgeni akifika ambaye ni tofauti na ile eneo wao wanapiga kelele sana. Cha kwanza wanasogea kwenye mlango, then wanajipigia sana, wanapiga makelele mpaka wewe mhusika utakapokuja ataacha kupiga kelele. Kwa hiyo kiimani na kwenye jamii wao wanatumia hivyo. Ni kama wanakupa tahadhari ama wanakuita kwamba kuna mgeni. Yani ni kama taarifa. Yeah. Lakini mbona wao bata wengine ukichukua wao majike ni kama wanafanana na bata wa kawaida? Wale weusi kama huyu hawa na wale kule wengine. Tunasema tumezoea kuwaita bata wa kienyeji ambao ni common duck. Tanzania huwa wanafuga sana hawa bata na sio species zingine. Species zingine kwa Tanzania ni nyongeza kwao. Ya kwamba tunapenda tufuge na kitu fulani. Na kwa wao wa kufuga ni hawa. Lakini kwa nini mmewachanganya? Tunawachanganya kwa chakula chao huwa ni kimoja na hawapigani kabisa. Na ni marafiki, lakini pia hawawezi kukutana na wakataga mayai. Hawawezi kukutana. Wanaishi pamoja kama hivyo unavyoona. Basi tunafurahi kutazama hayo yote kupitia Jongo Media TV. Na sasa hebu twende tukahitimishe huku kwa kutazama treni na vivutio vingine. Haina maana kuhitimisha kwamba tayari tumeshamaliza vile ambavyo vipo, hapana. Kuna vitu vingi sana, ila kutokana na namna ambavyo mtazamaji wa Jongo Media TV waweza kutazama, basi kuna vivutio vingi ambavyo tumeviona hapa, lakini tumeamua kufupisha tu, hatuwezi kuhitimisha yote maana vitu ni vingi. Tazama hapa mabanda kadhaa, ndege tofauti, tumbusi ambayo kimani pia unaweza ukasikia mambo mengi. Mtu hata akipata mzoga wa tumbusi au kucha sijui au hata nyoya, huyu tumbusi ana umri gani baba? Ana miaka 30 mpaka sasa. Miaka 30? Yeah. Na unaweza ukaishi umri gani? Miaka 45 mpaka 44 kwa sababu kwa patashi miaka 70. Miaka 70? Yeah. Anaishi umri mrefu sana, tofauti na namna ambavyo watu wanafikiria ni aina ya ndege ambaye anaishi umri mkubwa sana. Huyo ni tumbusi. Yeah. Na hapa ndipo ambapo tuliingilia, ulinzi uko vizuri kabisa, mazingira ambayo yanakufanya mtazamaji ukuje kutazama hapa mazingira haya namna ambavyo ipo. Hapa ni Lugari Zoo, na hebu tuende huko ambako tunaweza kwenda kutazama kile ambacho kipo, sehemu hata za kuchezea watoto. Ni hapa sehemu ambayo unaweza mkapumzika, mkapata ndogo kidogo, wana relax hapa, huwa wana kama michezo ya kuruka, inaitwa jumping. Kwa hiyo mtoto akija lazima afurahie mazingira. Kwa hiyo hata jutia kuja Lugari Zoo. Kwa hiyo akija atafanya mchezo ule wa kuruka kwenye jumping. Kwa hiyo lazima haruke hapo. Kwa hiyo hata jutia kuja Lugari Zoo. Kabisa. Basi unaweza ukatazama mandhari pia namna ambavyo mazingira yapo. Tunapoelekea sehemu ambayo kuna treni, atende tukajionea huko namna ambavyo mazingira yapo. Lakini mtazamaji wa Jongo Media TV, hata sehemu ambayo wale wanaotaka kupoza koo kidogo, mazingira hapa mazuri kabisa, unaweza ukanipatia hapa mazingira ya kuja kupumzika kupoza koo. Moja moto moja baridi ziko hapa pia. Unaweza kaja hapa uweze kujipatia kidogo kapoza koo na mambo mengine kama hayo. Lakini haya ni mazingira mengine ambayo unaweza ukatathmini pia, ukazunguka siku yako ikawa nzuri kabisa, mambo kaenda sawa, na kama ambavyo mazingira haya unaweza ukayaona. Na kuna historia hapa, miti ilivyopandwa na namna nyingine kama hiyo, basi unaweza ukasoma haya yote ukaona hapa Lugari Zoo. Ndio hicho kimetokea hapa, mama, tumeona miti imepandwa na historia kidogo, unaweza kutupitisha? Ndugu mtangazaji na waandishi habari wa Salvation Mbinga, eneo hili unavyoona kama vibao ni eneo ambalo mkuu wa majeshi alitembelea hapa Lugari Zoo mwaka 2023. Kwa kuweka kumbukumbu, wakuu wote wa idara walifanya mkutano Songea, baadaye wakaja Mbinga kumtembelea mzee. Kwa kumbukumbu kama inavyoonyesha, miti hii ilipandwa siku moja tu tarehe 20 mwezi 2023, ikiwa ni kumbukumbu ya ujio wa mkuu wa majeshi na wakuu wote wa idara jeshini. Ni miti aina gani? Labda aina mbalimbali, kuna miti ya asili, kuna miti ya kisasa ya kupanda,
ya kuatisha hapa Mbinga, lakini hasa sana watu asili. Ndio. Sasa basi tunashukuru sana. Ungejitambulisha kwa majina? Kwa majina naitwa Isaac Turuka, msimamizi wa Lugari Zoo. Sasa kitu maana majengo haya ni nini? Kama unaona ni kwa ajili ya kuendesha magari watoto, driving kids, kwa ajili ya kuendesha watoto. Ndio. Sawa, twende tukatazame pia mandhari zingine, pia namna ambavyo tunaweza kuja kufanya utalii wa ndani, mambo yakawa mazuri kabisa. Hapa na Lugari Zoo. Mtazamaji, kama ambavyo unajionea, mazingira haya ni mazuri kweli kweli, yana ushawishi mkubwa, yanavutia, mazingira ni tulivu, salama. Na tunaingia katika chumba ambacho unaweza kaenda kuona treni linapatikana hapa. Hebu tuelezee kidogo, tueleze tu guide, lakini Mr. Turuka. Ni nini hiki tunakiona mbele yetu? Hiyo ni treni ambayo ipo hapa. Tunajua kwamba kiufupi wote tunajua mwisho wa leo ni Makambako nyanda za juu kusini, lakini hali ya kuwa pia Lugari Zoo tunayo, lakini nisikutie pressure kwamba treni inapatikana Lugari Zoo. Hapana, ni sanaa tu ambayo imetumika na treni ya mchongo kifupi. Karibu sana. Namna ambavyo limebuniwa, labda tutazame hapa. Ubunifu huu umefanyika wapi na ni ubunifu wa mwaka gani? Labda tupate kidogo historia ya hii treni. Ubunifu wa hii treni umefanyika mwaka 2020, lakini pia umefanyika ikiwa mafunzo. Tunapandia mafunzo. Mtazamaji wa Jongo Media TV, unaweza ukalitazama treni hili. Japo linapita kwenye njia ambayo halina reli hapa. Lakini ni treni ambalo kikweli ni sanaa. Na unaweza ukaiona hapa Lugari Zoo, na unaweza ukaja na familia yako ukapanda hii treni uweze kujifurahisha kwa namna moja ama nyingine. Hivyo siku yako inaweza kawa njema kabisa. Naona kama ambavyo treni hiyo sasa linapita hapo. Mr. Turuka huyo akiwa na washa hapo treni. Sana nzuri kabisa ambayo imefanyika hapa. Hawezi kugonga pale juu? Hapana. Ni sanaa ya namna ya kipekee sana. Na natamani hapa tupande abiria, tupande namna ambayo treni ilipo. Mimi napanda gari namba moja. Namba moja, mtazamaji wa Lugari Zoo hapa kupitia Jongo Media TV. Basi hii treni ambayo unaweza mkatathmini hapa ukaona mambo. Tuambie treni imebuniwa mwaka gani na tuambie kidogo historia ya treni. Mwaka 2020 pale Morogoro, lakini pia mara baada ya kuja hapa wageni wetu wanafurahia sana kupanda treni ambayo sisi tumeitemu kama treni, lakini tunasema treni ya mchongo. Wageni wetu wanafurahia sana kufika hapa. Inatumia nini? Mafuta, petroli ama umeme ama nini? Inatumia mafuta. Inaweza kusafiri mbali gani ama linasafiri tu hapa kwa ajili ya kuhakikisha ni hapa ndani masaa kwa ajili ya kuwafurahisha wageni wetu kwamba wasipitie kuja Lugari Zoo. Itazunguka hii barabara hapa ndani. Wala ambao hauna kikomo. Unazunguka tu. Sasa kila Jongo Media TV kama ndio unasikia hodi ya treni kabisa hiyo. Na treni inapatikana hapa Lugari Zoo. Maeneo mazuri ya kutalii kwa ajili ya watoto, familia, marafiki wengine. Sasa mkaja hapa kwa ajili ya kutazama. Huu ni mti wa mpingo, si ndio? Ni mpingo. Mpingo wa miti ambayo inapatikana hapa Lugari Zoo kama unaona huko. Maeneo mengine watoto kucheza. Ni watoto kucheza. Bembea hizo. Kwa hiyo tunatembea hizo ambazo tunasema ni bembea za Kichina, lakini vile vile tuna bembea zile ambazo zimejizaniwa kwa vyuma. Kwa hiyo watabembea kwa upande wa kwanza kwa bembea za vyuma, lakini vile vile watakuja kubembea bembea za Kichina. Na zile za Kichina ziko za plastiki, mwanakari ya Kichina. Wanatoka China huko. Basi sawa, na basi tuendelea kuona yale mazuri ambayo yapo hapa Lugari Zoo, na kiendelea kutathmini mazingira namna ambavyo ipo. Basi unaelezea kuhusu bembea. Ndio.
Basi bwana tukashuka kidogo Yeah. Na tiari zuri kabisa wenye ubunifu na namna ambavyo unaweza ukajishuhudia namna ambavyo ubunifu umefanyika hapa Lugari Zoo. Ndege pia, bendera yenye mambo ya ndege. Yeah, ni ndege pia kama tuna. Na mtazamaji wa Jongo Media TV, leo karibu sana katika kipindi kizuri ambacho tutakuonyesha namna ambavyo kuna sehemu nzuri kabisa ya utalii ambayo unaweza ukafanya utalii wako wa ndani kwa hapa Mbinga. Sehemu nzuri kabisa inaitwa Lugari Zoo. Leo tunafika hapa kwa ajili ya kukuonyesha mambo mazuri ambayo yanapatikana hapa. Karibu sana, jina langu naitwa Joseph Dauka, lakini tutakuwa na mwongoza wa watalii hapa kwa majina naitwa David Michael Mahoa. David Michael Mahoa. Yeye ndiye ambaye atatuongoza hapa tuweze kuona namna ambavyo utalii wa eneo hili lipo kwa hapa Mbinga mjini. Kwa mtu ambaye anafika kwa mara kwanza Mbinga, kutoka stendi kuu kuja hapa Lugari Zoo ni takriban kilomita 2 tu. Kwa hiyo kama utatumia usafiri wa pikipiki ama bajaji au gari yako binafsi, ni kilomita 2 tu nje kidogo ya mji wa Mbinga, lakini sehemu ambayo unaweza ukaja ukafanya utalii na mambo mengine yatakuwa mazuri. Miongoni mwa vitu ambavyo tutaviona leo, Mr. David, ni nini hapa Lugari Zoo? Miongoni mwa vitu ambavyo tutaviona leo au tutavishuhudia kwa macho, maana wengi wao wanatamani sana kuona vitu adimu kama simba, nyama simba. Yeah, kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo tutaviona ikiwemo wanyama. Tuna wanyama ambao wanakula nyama, tuna ambao wanakula nyasi, vile tuna wanyama ambao wanachanganya, wao wanakula nyama na nyasi pia. Kwa hiyo kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.